Huu hapa ni ufukwe wa bahari ambavyo unaona miongoni mwa watu kadha wa kadha wapo hapa kwa ajili ya kupata starehe za hapa na pale. Unachokiona hapa ni vyanzo vyangu ambavyo vinanambia kwamba kwenye fukwe hii kama ulivyokisha, ambavyo tutakwenda kufanya mahojiano na miongoni mwa mabeach boy katika sehemu hii ya ufukwe wa bahari, wao wanatueleza kwa kina kwamba si kila mtu ambaye unayekuja kumshuhudia katika fukwe hizi za bahari ni dhahiri shahiri ya kwamba anafanya kile kitu ambacho ni kibaya na kitu ambacho hakistahiki katika jamii. Niko hapa kwa ajili ya kukuhabarisha hizi taarifa nyingi na taarifa mbalimbali ambazo unazokuwa ukiziona hapa katika maeneo haya ya beach. Huu ni ufukwe wa bahari ambao kila mmoja huwa anakuja kwa nia na madhumuni ya kustarehe katika eneo hili. Unadhani ni kitu gani hasa ambacho huwa kinawakumba wanawake wengi wanapokuwa katika fukwe hizi za bahari, wakikuwa wanaenjoy sana katika maeneo haya? Hakuna mtu asiyekataa kuja kwenye fukwe kama hizi za bahari kwa ajili ya kufanya enjoyment, nikiwa na maana kile ambacho kinachokuwa kikifanywa na watu wengi kwenye hili eneo la fukwe ya bahari ni dhahiri shahiri, ni kama wanakuja kustareheka katika maeneo haya. Unaweza kukuta mtu ametoka kwenye familia yake, ana mambo mawili matatu yasiyokuwa ya kiungwana ama mambo ambayo yanamchanganya. Mtu anaamua kufunga safari kutoka katika nyumbani kwake moja kwa moja na kuja katika viunga vya beach kwa ajili ya kuja kufanya starehe kama hizi ambazo wanazoziona watu wanafanya. Lakini pia vile vile si watu kuona tu kama vile wanafanya, ila ni kuhakikisha ya kwamba wanaamini ya kwamba wanapokuja katika maeneo kama haya, wanaamini ya kwamba wanapokuja sehemu kama hizi ni dhahiri shahiri wanapata fursa kubwa kwa upande wao kwa ajili ya kujihakikishia kwamba wanapumzika. Mimi napenda sana nikujuze kile ambacho, kwa hiyo kwa kile kitu ambacho mtu anachokuwa na kihisi ya kwamba pengine labda ndicho ambacho kinachoweza kuja kumpa uheni, basi ni dhahiri shahiri si kama vile ambavyo wanapokuwa ukifikiria. Hawa ni miongoni mwa wadau wako mbalimbali na wengi kweli kweli ambao unaona wamejitokeza katika viunga hivi vya beach soka. Wanafanya mambo mbalimbali, wanakuja kwa ajili ya kustarehe na pia vingine wanakuja kwa ajili ya kutoa stress ambazo zinawakumba za kushoto na kulia kwao. Mimi na wewe hatujui ni kitu gani ambacho kinachowakumba katika maisha yao ya kila siku, katika maisha yao ya kila mahala wanapokuwa wakienda. Ngoja tujaribu kuzungumza na miongoni mwa wadau mbalimbali wanapokuwa wakifanya mambo mbalimbali. Mwanangu, njoo tuzungumze kitu mwanangu. Shika kipaza sauti. Asante kaka. Mimi nataka nikuulize maswali yangu matatu. Kama Bwana, wewe ni nani kwanza hapa katika maeneo ya beach? kwa majina naitwa Mudi Sande aka Chinga Boy Konde Boy, mtoto wa pande za Kawe, ila nyumbani from Twala, Masasi, maeneo ya Mpulima. Sawa. Bwana, mimi nataka nikuulize kitu kimoja tu. Katika maeneo haya ya beach, ni Yeah. kweli kumekuwa kuna mjadala mkubwa sana watu wakizungumza ya kwamba unaweza kumuona mwanamke katika maeneo haya ya beach, kuna 95% za yeye kutoka salama anapokuwa ameingia katika beach yeye na mwanaume. Ni kweli kwenye sentensi hii? Kwenye hilo ni kweli kabisa kwamba akiwa mwanamke yote ambaye akishafika eneo la bichi, asilimia kubwa kwamba hata kama akiingia kwenye maji kama kaingia na mimi anatoka salama, hakuna shida yoyote ambayo inapatikana na hakuna bughudha yoyote ambayo anaipata. Sasa watu wengi wanazungumza 95% za ule mwanamke kutoka ndani ya beach akiwa bila salama, yani hajafanya chochote, inakuwa sio kweli. Hayo ni maneno ya watu kaka. Kiukweli kabisa kwamba hakuna mwanamke yote ambaye anaingia ndani ya bichi ikawa anatoka pale ikawa eti kazurika kwa namna moja ama nyingine. Sio kudhurika. Najua na maanisha kabisa kwamba kusex. Hiyo ni kitu ambacho ni maneno ya watu tu ya kuwajengea hofu watu wengine ambao hawajawahi kuingia ndani ya bichi kwenda kuenjoy ili wasiweze kufanikisha kwenda kuenjoy. Ila uhalisia huko hivyo kaka. Hakuna mtu ambaye anaingia mule akatoka ikawa amefanywa hicho kitendo. Wote wanaingia mule wanaenjoy wanachokifanya, wanaoga vizuri, mwisho wa siku wanarudi makwao. Unawaambia vipi labda wadau wale ambao wanakuwa wakifikiria vitu vibaya sana hususan kwenye mambo kama Ujue kwenye ulimwengu kaka, kwa utandawazi wa sasa hivi kila mtu na mafikirio yake na kila mtu na upeo wake. Mimi binafsi yangu siwezi kuja hapa ikawa nafikiria hicho kitu, ila kwa mtu mwenye upeo ambao aangalii mbele ndo anaweza akafikiria hicho kitu, ila uhalisia huko hivyo kaka, kwamba hakuna mtu yote ambaye anakuja bisha akaingia ndani ya maji akatoka pale ikawa eti anakuja kulalamika labda eti kwamba nimefanya kitu kibaya. Hapana. Nataka nimalize na hili hapa. Unazungumziaje labda pengine mwanamke anapokuwa amekuja peke yake tena anaondoka na mwanaume mwingine anakuwa amempata beach? Mapenzi kama hayo vipi? Ushakutana naye? Mwenyewe nishawahi kupata na mpaka sasa hivi mwanamke wangu yupo ni mwanachuo. Nishawahi kupata, ila alikuwa kwenye mazingira ndani ya bichi, ilikuwa ni nje ya bichi. Nimekutana naye, bwana vipi, tukapiga stori zetu mbili tatu,
hivyo tukakubaliana, tukabadilishana mawasiliano, mwisho wa siku tukakutana. Nashukuru alhamdulillah, mkesha wa Momposa ndio ulinifanya mimi nikakutana naye mwanamke, nikaweza kufanikisha jambo langu ambalo nilikuwa nimelitaka. Jambo gani hilo? Kaka, hapa tena kuuliza jambo gani?